kishindo cha awamu ya 6. Karibu katika kishindo awamu ya 6. Mimi ni Agnes Mbapu. Wiki hii tupo makao makuu ya nchi Dodoma, mkoa ambao serikali imewekeza nguvu kubwa kuhakikisha taswira ya mkoa huu inaendana na hadhi ya makao makuu ya nchi. Imeshuhudiwa miradi mbalimbali ya kimkakati na maendeleo ikitekelezwa mkoani hapa. Leo hii katika kishindo tunaumulika mradi wa kimkakati wa reli ya kisasa SGR. Rosemary Senyamule ni mkuu wa mkoa wa Dodoma. Hakusita kutujuza bayana yale walioyakusudia kutokana na mradi huu. Kama Mheshimiwa Rais amewekeza kiasi kikubwa cha fedha kwa kiasi hiki ambacho ninasema miradi hiyo ukiacha SGR zaidi ya trilioni 1.4, je, wananchi wa Dodoma wanaona fursa gani za kiuchumi katika miradi hiyo? Katika huduma akienda hospitali wanahudumiwa kwa sababu vifaa vipo, hospitali zimejengwa na vitu vingine. Lakini katika elimu watu wao watasoma kwa sababu mashule yamejengwa na walimu wameajiriwa. Maji watachota maji, umeme watawasha taa, watapata mwanga, usafiri watasafiri. Lakini tukataka tuwaonyeshe wana Dodoma na tuwape hamasa kwa kuwepo kwa mradi huu sio tu wao kupata huduma peke yake za kijamii, ni pamoja na fursa za kiuchumi ambazo zinaambatana na uwepo wa miradi ile, aidha inapojengwa lakini hata inapokamilika miradi ile. Ndio maana mwaka 2025 sisi tumekuja tukisema mwaka huu ni mwaka wa kuwaunganisha wananchi wetu wa Dodoma na miradi ambayo imewekwa Dodoma kwa ajili ya kupata fursa za kiuchumi, tukiwa tuna dhamira ya kufanya mkoa wa Dodoma uongeze pato la mtu mmoja mmoja na pato la kimkoa. Na jambo hili tulipata ari kubwa ya kulifanya baada ya kufanya utafiti kwa kushirikiana na wenzetu wa NBS wa kupima uwezo wa kiuchumi wa wananchi wa Dodoma na mkoa wa Dodoma. Kwa kigogo tunasema kuangalia GDP ya mkoa wetu na GDP ya mwananchi mmoja mmoja, ambapo kiukweli tulikuta GDP ile hatuko vizuri sana wala hatuko vibaya sana. Tulikuwa tuna fall katikati hivi kulinganisha na kiwango cha kitaifa cha pato la mwananchi na pato la mkoa. Lakini tukasema kwa miundombinu yote hii iliyowekwa yenye thamani ya trilioni za fedha, je, sisi ni furaha yetu kupokea tu zile fedha kutoka kwa Mheshimiwa Rais, kutoka kwa serikali yetu, au tunao wajibu pia wa kuona namna gani tunaweza kufanya uwepo wa fedha hizo ambazo zimekuja kwa njia ya miradi na sisi tunakuwa na mchango kwenye pato la taifa. Wenzetu pia kwa kigogo wanasema return on investment, uwekezaji mkubwa umefanyika, je, sisi tunarudisha nini kutokana na uwekezaji ule uliofanyika? Ndio maana mwaka 2025 tukaja na maono mapya kusema sasa hemu tuone namna gani uchumi wa Dodoma unaweza kukua kutokana na miundombinu hii ambayo tayari imewekwa, namna gani pato la wananchi wa Dodoma linabadilika kutokana na miundombinu hii iliyowekwa. Wahenga walisema kuona ni kuamini. Ili kuamini hayo tuliyoyasikia kutoka kwa mwenye mamlaka ya mkoa huu, tumefunga safari mpaka stesheni kuu ya Dodoma inayojulikana kwa jina la stesheni ya Samia Suluhu Hassan iliyoko Mkonze jijini Dodoma, ili kuzishuhudia fursa mbalimbali ambazo wana Dodoma wameendelea kunufaika nazo baada ya serikali kukamilisha mradi wa SGR ambao umeshaanza safari zake kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam. Tumekuwa tukiongea hapa kuwa miradi ambayo inaletwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan sio tu inatoa huduma za kijamii, lakini pia ni fursa za kiuchumi kwa wananchi wa Dodoma na Watanzania kwa ujumla. Hapa tunavyoona ni maelfu ya watu ambao yanashuka na treni hii ya SGR wakitokea Dar es Salaam na njia yote ya Morogoro. Idadi hii ya watu inashuka si siku moja. Kila siku tunaambiwa takriban zaidi ya watu 2,800 hadi 3,000 wanashuka katika stendi hii, stesheni ya Dodoma. Watu hawa sio tu peke yake ni abiria, lakini watu hawa pia ni fursa ya kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Kwa maana gani? Kwa maana kuwa kila mtu anayeshuka hapa iko aina moja
ya huduma anaihitaji kuipata ili aweze kukamilisha mtiririko wake wa maisha. Kwa mfano, wakitoka hapo nje, wako ambao watataka usafiri ili wafike mjini. Hiyo ni fursa kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Wako ambao watahitaji kupata chakula ili afike nyumbani kwake au aunganishe kutoka Dodoma kwenda mahali pengine kama mikoa jirani, ambapo siku hizi wamekuwa wakitumia treni hii kama njia ya kurahisisha na kufupisha safari zao. Yote haya tunasema ni fursa ya kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Lakini wako ambao wanataka aje apate mahali kwa kupumzika, alale mahali apumzike kidogo ili aweze kuendelea na safari yake. Wengine wanafika treni ya jioni ambapo anasema nataka nilale Dodoma ili asubuhi nitoke hapa niende Manyara, niende Singida, niende na mikoa mingine mbalimbali, niende Iringa. Tumeyashuhudia haya yote yakitokea. Kwa zote hizi ni fursa za kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo tunaposema miradi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan sio tu huduma, ni fursa za kiuchumi. Mimi nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma, waone kuwa watu hawa mifukoni mwao, kwenye pochi zao, kwenye mabegi yao, wana kitu kidogo au wana fedha ambazo tukiwawekea huduma wanazozihitaji, ni wazi kuwa hela hizo zitabaki katika mkoa wetu wa Dodoma. Na sisi mwaka 2025 tumesema ni mwaka wa wananchi wa mkoa wa Dodoma kutumia fursa za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kukua kiuchumi. Sasa hapa tuko kuwaelezea namna gani wanaweza wakatumia fursa hiyo ili waweze kuona manufaa ya kiuchumi kwa ajili ya kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais wetu ameifanya. Tumeambiwa kuwa treni hii zinaingia hapa mara 4 kwa siku, zinatoka mara 4 kwa siku, na hivi punde kuna mpango wa kuongeza tena safari nyingine zifike mara 6 kwa siku kutoka na mara 6 kwa siku kurudi. Manake hili si jambo dogo, ni fursa kubwa sana ambayo tunataka tuitumie sisi mkoa wa Dodoma kuongeza uchumi. Lakini tumesikia kabisa zaidi ya abiria hawa. Hivi punde tunaenda kuanza kusafirisha mizigo kupitia treni hii, na tunajua kabisa kuwa ikianza ile ya mizigo, bahati nzuri tunapata upendeleo wa pekee ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe ameagiza angalau tani milioni 1 kwa mwaka zishuke kupitia stendi ya mizigo ya hii Dodoma, na ndio maana aliagiza ujenzi wa bandari ya nchi kavu haraka. Kupitia pia treni ya nchi kavu haraka, tuna imani kuwa italeta mchango mkubwa sana. Kwanza italeta ongezeko la magari kwa ajili ya kupokea mizigo kwenye bandari ya nchi kavu kwenda katika mikoa mbalimbali, lakini pia italeta watu mbalimbali kwa wingi wao pia, ili waweze kupokea mizigo yao na kuisafirisha huko wanakoenda, madereva, wabeba mizigo na wasafirishaji katika maeneo mbalimbali. Wote wale itakuwa ni fursa ya kufanya mapinduzi ya mabadiliko ya kiuchumi kwa mkoa wetu wa Dodoma. Kwa sisi mwaka 2025 tunasema miradi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni fursa kubwa ya kiuchumi, lakini tukitaka kuwa kila mwananchi wa mkoa wa Dodoma atumie fursa hizo kufanya mabadiliko ya kiuchumi kwake binafsi, na baadaye tutaona mabadiliko ya kiuchumi sio tu kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa mkoa mzima wa Dodoma. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Andrew Shirima ni meneja wa stesheni ya Samia Suluhu Hassan. Anaeleza fursa lukuki zilizopo katika mradi wa SGR, lakini pia anatufahamisha idadi ya abiria wanaosafiri kila siku kupitia usafiri huu. Toka safari zimeanza, kwa maana mradi umeanza, tumeshuhudia ongezeko la abiria kwa kituo chetu. Na kwa mfano ukiangalia taarifa tuliyopata mwezi Disemba, ambayo kulikuwa kuna takriban abiria 293,093, utaona mkoa wa Dodoma abiria waliotoka Dodoma kwenda Morogoro na Dar es Salaam walikuwa ni 80%, ambao ni takriban watu 88 na point. Lakini pamoja na hivyo, mradi umeleta fursa kwa makundi mbalimbali ya wananchi. Kwa mfano watu wa pikipiki, madereva bajaji na madereva taxi, ambapo wamekuwa wakiingia ndani na kuchukua abiria na kuwapeleka katika maeneo mbalimbali, pamoja na kuleta fursa kwa watu ambao nimewataja. Lakini vile vile mradi umeleta fursa pia kwa wasafirishaji wengine, kwa mfano mabasi ambayo wanachukua abiria kutoka
wanaoshuka kwenye treni kwenda kwenye mikoa mbalimbali nchini kama vile Tabora, Singida na kadhalika. So, pia matokeo mengine ya mradi ni kupunguza muda wa safari kutoka masaa 8 hadi 10 kwa hapo awali kwa kutumia usafiri wa basi kufikia masaa 3.5 mpaka masaa 4 kamili kwa baadhi ya treni. Kwa maana masaa 3 ni ile treni ya mchongoko ambayo inatumia masaa 3, lakini masaa 3.5 ni kwa zile treni za ordinary mpaka masaa 4 kwa treni za express. Kwa hiyo fursa ambayo tunaweza tukaipata kwa mradi wetu ni kwa kuwepo kwa mradi huu katika mkoa wetu wa Dodoma ni kufungua biashara mbalimbali, kwa mfano wazalishaji wa bidhaa za viwanda, vile watu wanaweza wakajenga hata nyumba za wageni, hoteli, na pia hata kuongeza kutumia mbuga ambazo ziko karibu na maeneo ya Dodoma kwa ajili ya kwenda kupata zile huduma, yani kuuza huduma za kiutalii kwa abiria au kwa watu mbalimbali ambao wanafika katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa kifupi naweza nikasema tumefikia hapa. Nikataka kufahamu kutoka kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kuhusiana na mradi huu wa kimkakati wa SGR, ni kwa namna gani mradi huu umekuwa chachu ya maendeleo kwa abiria lakini pia kwa wakazi wa Dodoma. Fursa hii ni nzuri sana na imeturahisishia sana sisi wafanyabiashara, na kwa sababu inachukua muda mchache sana tofauti na kusafiri wa aina nyingine masaa 8, ila kwa usafiri ni ndani ya masaa 4 unakuwa ushawasili katika jiji la Dodoma. Na kwa hiyo ni fursa nzuri sana. Kwa mfano nikitoka kule Dar saa 12 asubuhi, by saa 2 nakuwa nimeshaingia huku na uwezo kufanya mambo yangu, treni ya mchana nageuza Dar. Serikali nataka kuiambia kwanza naishukuru kwa hii fursa waliotuletea, imeturahisishia sana sisi. Kingine naomba waendelee kuboresha zaidi, watuongezee kama ni kuna treni zingine ili ziwe zinapishana yani. Kwa kweli usafiri huu wa SGR umeturahisishia kama kuokoa muda. Kuokoa muda ukiwa na haraka, yani unafika kwa wakati mahali na unaweza ukarudi kwa wakati. Kama una mambo yako ya muhimu unaweza ukafanya kwa wakati, na pia ukarudi kwa wakati na kufanya mambo mengine. Yani kwa sababu inatusaidia kwa haraka sana. Usafiri umeturahisishia, yani kwamba serikali imeturahisishia mambo fulani yani kwa wakati. Tunashukuru sana kwa hilo kwa kweli. Tofauti na mabasi, basi unaweza kupata ukasema mambo sasa hiyo mpaka nifike kesho tena nifanye jambo lingine, yani inakuwa yani mambo yanasimama. Tunashukuru serikali kama mnavyoleta miradi kama hii, tunashukuru kwa sababu mnasababisha wananchi wenu yani wafurahie hizi huduma kama hizi. Pia mambo yaendelee kwa haraka zaidi. Kwa wafanyabiashara inarahisisha kwamba yani kwanza hapa watu wamepata fursa kwa wafanyabiashara, kwa sababu kama wamama wajasiriamali, mtu unakaa unauza vitu vyako, maisha yanaendelea na familia yako. Kwa wafanyabiashara ni rahisi kama hivi yani mambo yanaenda kwa wepesi. Wananchi hawa wa Dodoma pamoja na viunga vyake hawakusita kueleza shukrani zao na furaha walionayo kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na kuwepo kwa mradi ambao umebadilisha maisha, taswira na vipato vyao. Yani kutokana na hii fursa ya SGR hii, sisi tunamshukuru sana mama kwa sababu ameweza kufungua fursa mbalimbali kutokana na hiki kituo hiki hapa. Zamani tulikuwa tunapata changamoto kidogo ya abiria, ila kwa sasa hivi hapa kidogo angalau imerahisisha maisha ya bajaji. Kwa sababu gani? Treni kwa mfano ikija ya saa 7 inashusha watu 1000. Umeona? Kwa hiyo inaposhusha watu 1000 hao, na sisi at least angalau bajaji kuna abiria wetu. Umeona? Kwa hivyo tunamshukuru sana Mungu. Na pia tunamshukuru mama kwa kutuletea hii fursa ya SGR. Tuna mambo makubwa tunayopata hapa, lakini pia tunanufaika na uradi huu. Kwa sababu tunanufaika kivipi? Pale ninapopaki sipati kwa haraka abiria, lakini nikija hapa napata kwa haraka abiria na mwelekeo ukiwa mzuri. Na maelekezo yao tunawashukuru, au viongozi wetu wanatuelekeza vizuri.
tunawashukuru kwa kweli, lakini pia tusimsahau Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kafanya kazi kubwa, ndo kama hivi matokeo yake haya tunapata faida sisi bajaji, bodaboda na watu wengine binafsi wanapata faida kutokana na SGR hii. Lakini tuwashukuru tu viongozi wetu waweze kutuwekea vizuri kama mitambo yetu hii inavyoelekea, kwamba jinsi ya kupewa risiti na jinsi magari, kwa sababu muda mwingine inakuwa ni foleni. Kwa hiyo itakuwa vizuri wakijipanga vizuri, itapendeza zaidi, na kwa sababu huku ndio kama hivi wanavyoanza ni changamoto hivi zipo, lakini tunawashukuru kwa kweli na tunapata hivi vitu ni kwa haraka mno. Na tunafurahi, tumenufaika sana na usafiri huu wa SGR. Wananchi tumekuwa tunaweza kufanya shughuli zetu kwa urahisi, hususan wafanyabiashara kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, kwa sababu tuna uhakika wa kwenda na kurudi kwa siku moja. Lakini niongelee wajasiriamali wadogo wenzangu, tumepata fursa ya kufanya biashara. Tunauza zabibu, karanga, na kama tunavyojua Dodoma ni fahari ya Watanzania. Dodoma zao letu kubwa la kibiashara ni zabibu, ambao huwezi kupata mkoa wowote hapa Tanzania. Na sisi tuna fursa pekee ya kuweza kuvuna zabibu mara 2 kwa mwaka, tofauti na nchi zingine zote ambazo tunafanya biashara ya zabibu. Kwa hiyo kupitia fursa hii ya treni hii ya SGR, tunaona namna mzunguko wa biashara utakavyorahisishwa, kwa sababu Dodoma pia kuna wamachinga ambao wanafanya shughuli zao za kulangua, wananunua kwa jumla Dar es Salaam na kuja kufanya biashara rejareja Dodoma. Lakini pia tunaona ni fursa kubwa ya kiuchumi, kwa sababu zamani hata viongozi wetu ni ngumu sana kupanda mabasi kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo hata viongozi wamefurahishwa kupanda treni, kwa sababu ndani ya masaa machache unaweza kuwa umefika eneo husika, na tuna treni zenye huduma mbalimbali. Unaweza kupanda business class ambayo haina tofauti na ndege. Wahudumu ni wazuri, unapata huduma nzuri, lakini usalama na wepesi wa kuweza kufika safari yako. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha watu wengine waweze kutumia usafiri huu wa SGR, kwa sababu ni salama zaidi na ni wa haraka zaidi. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Nikiwa katika stesheni ya Samia Suluhu Hassan Mkonze hapa Dodoma, nakutana na mwanamama Irene Mahayo aliyeamua kuupa kisogo umasikini na kuitumia fursa ya uwepo wa SGR kujiajiri kupitia udereva wa bajaji ili tu kuhakikisha anapata mahitaji ya familia yake. Kwa kweli fursa ni kubwa, kwa sababu abiria wanaposhuka tunapata abiria, kwa hiyo tunaweza kupata riziki. Tunapata abiria saa 3:30, kuna treni inashuka saa 5, kuna treni inashuka saa 7:30 mchana, pia kuna treni inashuka saa 5:30 usiku. Ingawa saa 5:30 usiku mimi kama mama na wenye watoto siwezi nikasema na hiyo treni ya usiku naipata. Kwa hiyo mwisho sana sana saa 7:30 kama hii mchana nikishapakia, basi naendelea na utaratibu wa kazi sehemu zingine. Lakini tumepata fursa kubwa sana, kwa sababu vijana tunaochukua abiria hapa tunaweza tusizidi zaidi, yani tunaweza tukavuka mpaka hata 1000. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana na ajira. Tuko madereva bodaboda, madereva bajaji ambao yani wanasema kwamba ni gurudumu, pikipiki ya miguu mitatu, na madereva bodaboda pikipiki ya magurudumu mawili. Ninachomwambia kwamba yani watu ambao wanafanya kazi hapa SGR kwenye treni wasituzuie kwenye kufanya biashara. Sisi maafisa usafirishaji tunaitwa, wasituzuie katika usafirishi, katika kufanya biashara. Tuendelee kufanya biashara, lakini pia tuwekewe utaratibu mzuri tuweze kutambulika, tuwe tuna reflector vitambulisho, ili mtu aweze kukuamini zaidi kwamba huyu mtu yuko kazini, kwamba hata akinichukua hapa hata nimepoteza kitu, hata kama kanipeleka sehemu nimepoteza kitu, labda nimeacha kitu kwenye bajaji yake au kwenye bodaboda yake, nijue kabisa kwamba nitaweza kukipata. Tuwe na vitambulisho, reflector, na vitambulisho viweze kututambulisha kwamba huyu ni dereva nani, anafanya kazi hii ya usafirishaji, ili iwe rahisi. Nimezungumza na mmoja kati ya afisa usafirishaji anayejipatia riziki katika stesheni hii. Yeye anatumia kugani mashairi ili kueleza furaha yake
kutokana na manufaa anayoyapata kupitia SGR. Na washukuru viongozi wetu, pia tuwaone viongozi wetu bora, Samia anavyoweza. Miradi katuwekea, SGR tumenufaika. TBC yetu muhimu, viongozi wetu hawa mahiri atambulika. TBC bablao, na shukuru kunitunza ili ninawapa pongi. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Miundombinu hii ya treni na mpaka mabehewa yenyewe yamegharimu serikali yetu fedha nyingi, kama ambavyo tumekuwa tukiambiwa. Kipande cha Morogoro kuja Dodoma peke yake kimetumia zaidi ya trilioni 6. Ni hela ambayo katika miradi ya kawaida hatujawahi kuisikia sana. Tumezoea angalau siku tumeenda kusikia bilioni B na nini, lakini hii ni trilioni 6. Sasa katika hali ya kawaida fedha hii ni ya Watanzania. Kwa hiyo sisi kama mkoa tunaendelea kuhakikisha ulinzi na usalama wa miundombinu hii ili iweze kudumu muda mrefu, lakini fedha ambayo imetumika hapa iweze kurudi kwa kutoa huduma nzuri, lakini pia kudumu kwa muda mrefu kwa miundombinu hii. Niendelee kutoa shime na wito kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Uzalendo ni kuthamini kitu cha nchi yako na cha serikali yako. Hiki kitu cha kwetu wa Tanzania wote. Kila mtu kwa nafasi yake awe mlinzi wa rasilimali hii muhimu ambayo imewekwa kwa fedha nyingi za nchi yetu. Tunajua hapo katikati tulisikia mambo mbalimbali madogo madogo yakitokea, lakini kwa dhati kabisa tuliwashughulikia ambao walionekana kutaka kuhujumu kwa namna moja au nyingine miundombinu hii muhimu ya serikali yetu, lakini niwahakikishie kuwa kila atakayethubutu kufanya jambo lolote ambalo litaashiria kuharibu miundombinu hii, hatutalala usingizi. Tutashughulika naye kwa sababu ya kurudisha fedha nyingi kuisimamia kama dhamana tuliopewa kama serikali kwa mkoa wa Dodoma. Hatutavumilia yoyote ambaye atakuwa hayuko makini kutaka kufanya jambo lolote ambalo litahatarisha miundombinu ya reli, aidha kwa miundombinu yenyewe ya kusafirisha, aidha mabehewa na chochote kile. Na ndio maana sasa hivi baada ya kusikia wale watoto waliojaribu kupiga vioo na nini, sasa hivi hamsikii hadithi kwa sababu tulishughulika nao. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Naam mtazamaji, ama hakika chenda chema huvishwa pete. Bila shaka umeshuhudia mafanikio na maendeleo ya mkoa wa Dodoma na namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imetekeleza kwa vitendo na kutoa fursa ya ajira na uchumi wa taifa na mwananchi mmoja mmoja kutokana na uwepo wa mradi wa SGR katika mkoa huu. Fursa lukuki bado zipo kutokana na uwepo wa SGR. Shime mwana Dodoma, changamkia fursa hizo. Mimi ni Agnes Mbapu. Tukutane wiki ijayo. Kazi iendelee. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.